Asante. Romesha acha niseme kwa Kiswahili. Warumi sura 12 mstari wa kwanza mpaka wa pili inasema nini? Warumi sura 12 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Yote amepata atusomee kwa sababu naona ufundi ni kama umekufa. Inasema Ndio. Warumi 12 mstari wa kwanza hadi wa 4. Nasema hadi wa pili. Hadi wa pili. Kwa sababu hii, ndugu, ninawasihi ninyi kwa rehema za Mungu, mtoe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ndio utumishi wenu ulio na maana. Mstari wa 4 inasema, na msifananishwe kwa namna ya dunia hii, lakini mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mupate kujua sana mapenzi ya Mungu yaliyo mema. Faransa tusome ile verse ya pili. Hii nasema nia. Kile si Kiswahili kizuri. Mpe aliye na Kifaransa tusome. Niko na somo inasema la grandeur de l'homme. Ukuu wa mwanadamu. Nitaongea mingi kuhusu nchi yangu Kongo na bara la Afrika ili ipate kutupeleka kwa ngazi fulani. Na huku nagusa maisha ya kanisa na Ukristo ni nini. Leo itakuwa ni introduction peke yake. Kesho yake mpaka dimanche nitakuwa katika hii somo, na yoyote ambaye atakuwa amefuata vizuri, maisha itakuwa inabadilika kiroho na itabadilika kimwili, na zile siku zako za kuishi duniani zinazobaki natumaini kwamba utazimaliza vizuri kama utafuata hii somo vizuri. Mara mingi tunasema juu ya grandeur ya Mungu. Leo nimepewa nafasi nifundishe ukuu wa mwanadamu. Mungu aliumba mtu, inaonesha grandeur yake. Mwanadamu akatengeneza avion, inaonesha grandeur ya mwanadamu. Biblia inasema, akasema tumuumbe mtu kwa mfano wetu, atakayefanana sisi. Na kama Mungu ni mkubwa, manake na mwanadamu naye ni mkubwa. Kama Kongo itaendelea kuwa grand kushinda Kongole, Kongo haitaponaka. Lakini siku Kongole atakuwa na mentalite ya grandeur, ndio siku inchi itaponaka. Sijue mamilioni ya makanisa inafanya kazi gani katika taifa. Na ndio maana Mungu alileta hii somo. Tujue nafasi yetu na nini tunaweza fanya ili taifa itoke mahali ilipo na kuelekea kwa njia zingine za kipekee. Mtu anazihirisha uwepo wa Mungu duniani. Mtu ameumbwa kwa nafsi tatu: roho, nafsi, mwili. Na katika mwili wa mwanadamu kuko parti kubwa ambayo inaitwa kichwa ya mwanadamu. Na hii kichwa mwanadamu Waingereza wanaichukua kama kompyuta.
walijaribu kutaka kuifanya kwa vitu vingine, wakashindwa. Mkila kompyuta wala simu muna kitu kinaitwa memory card. Na hii carte memoire kuko za mamega, kuko za majiga, na pia kuko maram. Na tunaona simu zenye ziko na 500 giga, 520. Una simu nyingine nimeona ya 1000 giga wala 1 tera. Na kompyuta nyingine nafikiri nayo yenye iko na 4 tera. Na wakitambuka sana wanaweza pata kompyuta yenye inaweza kuwa na 10,000 giga. Zaidi ya zile hazijatokea. Na walishindwa kuipanua, walishindwa. Na hii kompyuta ya 10,000 giga wala kamera wala telefoni haiko kila mtu anaweza kuwa nayo. Inatumika na wa FBI ya watu wa juu ambao inachukua vitu vya miaka 3, miaka 4, na ikichoka wanaanza vuta tena. Ndio maana waliweka fasi wanaandika delete ili waanzilie. Lakini utafiti unaonesha kwamba Mungu aliumba mwanadamu na 400,000 giga. Mwingine utafiti unasema Mungu aliumba mwanadamu na 2,500,000 giga akatia memoire ya kichwa mwanadamu. 2,500,000 giga. Wazungu kwa kutuzarau walisema mtu mweusi kuna 400,000. Wao wako na 2,500,000. Katika kufikiri kwangu mzungu angelikuwa na 2,500,000 giga, manake mtu mweusi iko na 5,000,000 gigabyte. Ndio maana unaweza kumbuka mambo ulioyaona ya miaka 2 ulipozaliwa, miaka 3, miaka 4, miaka 6, unaweza kumbuka, unaanza eleza habari mpaka miaka 10 iliyopita, manake chote ulichokiona kilibakiaka mu memoire yako. Tuko tunaelewana vizuri? Mpaka ufikie kuzeeka, memoire ya mwanadamu haitayalaka. Ndio maana ukitaka hata kuona video sasa unaweza iona, ukifunga tu macho unaona Bukavu. Ukifunga tu macho unakumbuka kisi volcano tomboka. Uko nafaa play. Tuko tunaelewana vizuri? Donc memoire yako iko na kumbuka vitu. Na mkichwa ya mtu mwenye mko ile 2,500,000 giga, hakuna mashini yoyote wala satellite yenye ishakafanya hata 1/4. Ile ni kuonesha ukuu ya mwanadamu. Lakini shida ni kwamba zile majiga ataza mtelefoni zinapataka virisi, zinapata mashida fulani. Na mwanadamu kutokana na makuu zenye mtu alikomala nazo, alimviole angali mtoto, alipoteza mama na baba, maisha ya mateso, inakuwa inavunja zile memoire, inakuwa napunguka, njoo unakuwa na esprit ya oubli. Njoo utaona mwingine hapa angali na memoire yenye iko fresh 5,000,000 ya giga, na mwingine ashakuwa na mamega. Njoo unaweza ambia papa alubiri nini asa alivala kanzu. Una comprendre kama giga za huyu zishapata magumu, akawakia na mamega. Hizi memoire za mwanadamu zinakulishiwa ili ziendelee kukaa na ziendelee kuishi siku ya kutosha. Watu wa hasira wanazibomoa. Watu wa hasira kali wanazibomoa. Watu wasioweza kusamehe wanabomoa. Bangi, sigareti, pombe inabomoa ile memoire. Kukawa na kuoa inaharibisha ile memoire. Kukaa bila kuolewa, kwa sababu wakati ya kitendo cha ndoa kule kunasukuliwa na nyoroka. Sasa wale wanaokaa vile ndio wale Mungu alisema si vema mtu akae. Sasa Mungu alijua wanaharibisha nini? Kichwa. Sijue ndugu zangu mapadri
watanichukua namna gani? Lakini hawaheshimu. Ndio maana mwanamke akikawa bila kuolewa anakuwa wa hasira. Tomboka. Unajua kuna virisi imesha. Mwanaume akikawa bila kuoa anaanza kula mingi. Anakuwa na madiscipline mingi, responsable kujifulia yeye peke. Anasema yeye anapenda kunyorosha chumba, huyo tu kama. Na memoire kisha lungula, ndio wanaita folie. Sasa ole washooa na wale washoolewa, kwa maana siku chache wanaweza pata zile shida. Lakini pia umaskini na bomola memoire. Kwa sababu maskini ni zile memoire zenye unaweza chomeka flash wanakuambia haisome. Wanaandika kwa hiyo 30 giga na haisome. Donc ni watu mmoja yuko na mawazo zenye hazina realization. Anaweza kuonesha kisa atauza ferme, atajenga apartment, unaangalia viatu na comprendre kama haisome. Na wale watu wanaleta shida chini ya jua. Wataalamu wanasema kukula fruit, kusikia parole, kuwa na raha. Ndio maana maisha usitake sana kuishi na mtu mwenye anakustresse saa zote. Inakuwa na impact kwa memoire yako. Kwa hiyo sasa ukiona mtu anakustresse, kuna vitu vingine ifo naacha sasa. Na unaacha unasema hiki kitu mimi naiacha. Mtu mzima iko na wakati. Jana nilikuwa na mtaalamu mmoja hivi, ni rafiki yangu Mtanzania, anasema Apotre, naomba upumzike. Uwe nafasi ya kupumzika, kaa kimya hata siku 3 siku 4. Unaruhusiwa kufunga simu yako hata siku 2 ili upumzishe kichwa yako vizuri. Unaruhusiwa kukula hata matunda ili kichwa yako ipumzike vizuri. Hautaki fujo, hata umezaa watoto. Ndio maana watu wanaojiheshimu sana hawakai fasi mwana watoto. Watoto wanaweka juu mbali sana, wao wanakaa chini, wanatembeleana. Na hata Mungu alijiheshimu akamweka Adamu chini kwenye bustani ya Eden, Mungu akakaa. Mungu hataki fujo. Kwa sababu Mungu anataka kichwa ifanye kazi saa zote. Kwa sababu mimi nashangaa na zile nyumba ambazo chumba iko hapa ya baba na mama na watoto wanachumba hapa. Sijui kinachoendelea hapa. Mnapunguza mazingira ya kuomba. Sasa hii memory hii inakomalaka na chakula yenye iko inapata. Mkristo anayefunzwa wa Jehova Nisi, uwezi ukamdanganye haraka. Mwambie twende sijue chumba maombi sijue, ujue haiko hapa. Ujue ni filtre mwenye aliingia tu. Lakini yule anayefunzwa anajua kutoka na kuingia, kwani memory yake iko fresh. Na chakula ya kwanza ya memoire ni raha. Yokia ndugu yako mwambie furahi. Ujikaze tu kuanzia leo, uanze furahi. Hata kama hakuna vitu vinakufurahisha, unajisikia tu moyo wako na kadiri unafurahi, memory yako iko na nguvu. Yaani uanze kuevite kusikiliza walisema nini juu yako. Uanze kuevite. Kwa sababu utavijua leo na vitakuima usingizi leo, ijapokuwa vinasemewaka tu. Kwa hiyo anayekutesa ni yule anayekuletea habari. Hata memoire ya Yesu ilichungwa na wanafunzi wake. Niliwaambia wanafunzi, Yesu anasikia wanamuita Beelzebuli, wanamuita kahaba, anauliza wanafunzi, watu wanasema niko nani? Wanafunzi wakasema tukimwambia huyu jamaa habari tunasikiaka nje, mkutano haitaendelea. Wakamdanganya wakaambia wanakuitaka Yeremia. Niambie kwa Biblia yote kwenyewe aliita Yesu Yeremia. Hakuna, kwa sababu alikuwa nabii mkubwa. Wakamwambia wewe wanakuitaka Yeremia, tena wanakuita Yohana Mbatizaji aliyefufuka. Uko mkubwa wewe. Yesu akasema, na ninyi mnaniita nani? Petro alikuwa na version ya kweli moro. Alikuwa anajua kama huyu jamani mtoto amenizie. Na kwa Nazareti aisha tusumbua panda 3 ans et demi atupate kitu. Petro akamwambia, wewe ni Masihi, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akaangalia Petro akasema, si damu na nyama vinakufunulia, ni Baba. Donc Yesu nakasikia. Siku naingia Yerusalemu, wanamwimbia Hosana mwana wa Daudi. Yesu akasikia roho inapona, memoire. Wafarisayo, ambia wanafunzi wako wanyamaze. Yesu akasema,
Hata hawa wakinyamaza, mawe itapiga kelele. Manake naye alikuwa na besoin ya ikalisha mtoto wako fasi moja, waanze mpanga majina: champion, komanda, president wa Congo, Apotre Gabriel. Bwana yako mwikalishe leo magharibi, muite mkubwa wa leta, Putin, chef Kabambi. Wewe njoo baba na wewe njoo mama, atakuuliza uko na ngapi mfuko niongeze nyingine. Inasaidia mwanamke atakwe mbaya yeye, ukimutapa tu, chérie tu es très jolie, asa merci. Ona mlomo ya merci. Na naanza jisikia. Mimi nawaza buyana nyingine ni ya kuumbia mtu. Kadiri tu namtapa, kadiri anaanza tembea saa kiana. Sasa ambia mwenzako sitakuwa natembea na wewe kama utanitapa. Hata Mungu kitu na stabiliser memoire yake ni louange na adoration. Sasa mko mna adorer, mna louer. Kwenye alikuwa shapata makuju ya zambi zetu, anatosha zile zambi zote mkichwa kwa sababu ya kumta. Mbinguni hakuna kazi nyingine, ni kumwambia mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana wa majeshi. Ndio maana Biblia iseme Mungu anahitaji ba intercessor. Inasema anahitaji waabudu. Ju intercessor ni wa maendeleo ya kumulomba, memwabudu ni wa kumwambia gisi iko na kumwenua usiku na mchana. Tangia leo jiumbie maisha ya furaha. Ulikataliwa na A, B atakuwa wa heshima kwako. Ulizaraulika na mwenye ana kitu, mwenye iko na kitu atakuwa heshima kwako. Usifanye hata usiku mzima bila kufurahi. Journée yenye utahomba ni journée yenye ukucheka. Geukia sura mwenzako kumwambia cheka na hii sura. Nani kona amen zaidi ya mwenzake? Biblia yenyewe inasema na wapa amani na furaha ni tunda la Roho Mtakatifu. Pisirani inaua memoire, inaua roho, inaleta utasa, inamaliza plaisir sexuel ndani ya mtu, inamaliza pia maji ya uzazi ndani ya mtu. Na ile uko najua kama ukiendelea kusirika na utazala mtoto mwenye anakia na sura za kiongozi wa jeshi, kwa sababu alizaliwa katika mazingira ya hasira isiyokuwa sawa. Kwa hiyo mimi nataka furaha kwenye maisha yangu. Yaani leo nataka nikusaidie na nijisaidie, nikufundishe kiroho na kimwili. Na hapa sasa niko daktari. Lazima jamani nimevaa kanzu daktari. Ili niendeleshe vitu vizuri. Yaani ukipata kabdibal kako unaenda kwenye restaurant unakula vizuri, unaona laki, tunza memoire yako. Acha vitu ya kusema watasema nini, watasema tu. Jisikie uko sawa sawa. Usitembelee sijue migulu na uko na makuta ya transport. Lipa na ukale kiti ya mbele, hata kama gari sio yako vunja. Maisha kule mbele tajileta yenyewe. Yaani ile mambo ya kutafuta kujua dunia itaniona namna gani. Usitake mateso, tushateseka sana. Mama yako maskini, baba yako maskini, myomba yako maskini, tena uolewe na maskini. Ulifahamu Mungu nini? Rudisha akili nyuma uangalie, utasaidia ile familia na nini? Penzeni yuko mwadoration kwa nafunga sura sa poire. Frère, wakati ya adoration ni wakati ya kusifu, kwa sababu furaha yetu ni katika Yesu Kristo. Pokea furaha asubuhi ya leo. Pokea furaha asubuhi ya leo. Praise the mighty Lord. Pokea furaha asubuhi ya leo. Na niko na amen zaidi ya mwenzake. Kaa chini. Dawa ya kwanza ya memoire ni furaha. Na niko na amen. Dawa ya pili ya memoire ni louange, kutapwa. Na dawa ya tatu ni pesa. Pesa narudisha mashigesha vutikana. Wanapaswa kunielewa pale ni wanaume. Pesa inakutengenezaka mpaka venye ulikuwa unasahau vinarudia. Labda hujagusa pesa, hapana sema $1000 au 10,000. Siku utakanyaga 9,000. Utarudia kama mtoto mdogo. Nikodemu. Ile lazima uelewe tu kama mai inakusaidia kunawa, lakini pesa inaleta kutakata. Kwa hiyo unaweza pagaa mafuta lakini hutatakata. Lakini fedha zikiwa unaona kipara
Mungu akusaidia akupe pesa, usitoke mwa hii dunia hauna pesa. Kila mtu anatukaniwaka maskini na tajiri, lakini hailume kwa tajiri kwa sababu pesa ni anestesia matusi. Unatukana lakini matusi haiingie. Hata ukimtukana rais anakuwa tunaambia mke wake, Mama Denise Nchomenya, hasikie vile vitu mlikuwa mnaongea. Lakini maskini ukimtukana iko njaa. Mimi namfuata kwake ni wabirere, ndamuonesha leo. Unaona matusi luma kwa sababu hana msosi. Bwana akupe msosi. Wazungu walipojifunza mtu mweusi Mwafrika, wakajifunza Mkongomani, wakasema tuharibishe memory yao. Ujumbe huu rais angeusikiliza, kama na washauri wangekuja kunitafuta, tungizungumza niwaoneshe gisi ya kusaidia nchi. Lakini bahati mbaya wanaomzunguka wengi ni wa roho mbaya. Hawezi wakamwambia kwamba kuna nabii anakuja kusaidia nchi. Wao wanataka manabii wa fujo. Mzungu akasema no, hawa tuwapelekee elimu, tuwafichike connaissance. Ndio kuko tofauti ya science na connaissance. Science inaitwa kwa Kiswahili elimu, connaissance inaitwa maarifa. Science banaisomaka ni information. Langue, histoire, géographie, chimie, science. Na science ndio kitu ya kwanza kuapauvrir Mwafrika. Pourquoi? Banakuletea science uisome pendant 26 ans. Au moment où espérance ya mtu kuishi leo iko 40. Ingine ni neema. 26 ans uko première, deuxième, troisième, quatrième, unamaliza diplôme na uko unashangilia G1, G2, G3, unamaliza licence, doctorat, mais unakashtuka unamaliza masomo, unatafuta kazi ingine 3 ans, kazi haipatikani, unakia pata kazi ya $200. Makuta yote ulipaka masomo, inakuwa na magumu ya kuirudisha kama ukupata connection yoyote. Na kule kwao unaangalia ile tre wa Chinois anakia kutumikisha hapa na kusoma kata français. Iko nakwambia hiyo kofi hiyo. We na mafrancais yako uko na $300 par mois. Au moment où mwenye anapokea $300 par mois ou 500 ni pauvre maisha yake yote. Mtu normal anaweza gusa $5,000 par mois. Ukipokea 300 par mois, utakula ngapi par jour? Utalipa nyumba ngapi? Watoto watasoma ngapi? Ndio maana wizi iko mingi. Na uko naangalia Mkongo ile mtie mkichwa. Batu mingi wenye biko na franga ni ba illettré, banatumikisha ba intellectuel. Sio kama nasema bongo. Illettré, hana diplôme. Moi alikuwa ananiambia tabu kafu apôtre Gabriel, vous venez hier. Nikamwambia oui, je venais hier. Mais iko na franga zake millionnaire, anatumikisha ba intellectuel, ba licencié. Parce que wakati yenye muko busy kumasomo pendant 30 ans, mtoto wa Chinois wa 4 ans iko natengeneza montre, iko na créer téléphone wa 6 ans, iko natengeneza pandile wa 10 ans, banabaletea mnauza, pesa yote inaenda. Science inakusaidia kujua mahabari, mais connaissance inakusaidia kucreer vitu. Ndio utaona mtu kwetu ni licencié, alifanya electricité mais haya crea kata moto, anadaula mkartie. Nakwambia ukitia isinga na hapa moto itakuya, mais hawezi create yake. Mzungu alijua. System ya kusoma mapei zingine na system yetu haiko sawa. Nchi zingine mwanafunzi anapokeaka pesa. Mwanafunzi iko na compte. Nchi zingine unasoma saa 2 unatumika saa 3. Unasoma unatumika saa 4. Kwa hiyo ifo mchange system. Ningelikuwa kukiti sa president leo, ningereduire masomo yote mu 3 ans. Parce que preuve ya kujua intellectuel huku ni mtu mwanasema français. Il parle bien les français. Bien vraiment, c'est un intellectuel. Or français atafu wa français, alizaliwa mu français.
Intellectuel hajulikane kulangi. Français iko sa Kihunde, iko sa Kirega. Intellectuel anajulikana makreation yake. Sasa unaona mtu anashikosantre mu anglais, mu français, me mashi ya kwabo haijue. Kirega ya kwabo haijue. Anaonyesha kama tuko tu chini ya colonisation ya wazungu pasipo kujua. Mtu anakuambia iko Mnande, mwambie kute. Haye maana yake nini? Me français anajikaza hata kama ijua sema tu chamo. Kwa sababu amuye kama na alishajua. Tungali mu esclavagisme. Paka siku watasoma kitabu ya Lingala France wala Angleterre, bajifunze langue yetu, ndio siku inchi itaanza endelea. Mais leo tuko tunasoma des années français usiku na mchana. Lugha la kutusumbua, maigreke, accent, manini. Na unaona bana isema mzuri, memfuko hamuna hata kitu. Kwa sababu ya ujinga. Mzungu akasema tuwafichike kumasomo, tuexploite nchi zao. Telefone uko na yuza $1000, $1500, ilitoka Rubaya. Ikaenda kule Kasterit Kolta wakakuletea. Mwenye alikuiba ngombe akikupatia mukia, hana roho mzuri. Anakwambia huna akili. Na hii njoo inasumbua watu. Kila mtu yuko na papier. Mais mzungu yuko na franka. Je suis diplômé, 4, licencié. Mais mzungu ye mkonte yuko na kwambia mtoto alizaliwa yuko na $7000 ilimkutana mkonte. Mtoto yuko na $20000 mkonte. Mais wewe hata moins pesa. Muko zero. Banapatia mwalimu afundishe, mais yuko na chini ya salaire ya $200. Espoir yake ya vie, esperance yake ya vie itakuwa wakati gani? Ndio naangalia hakuna mwalimu patro sauf mwizi. Bote biko pale. Mais ça c'est un pays très riche. Équivalence ya richesse est que 27 trillions de dollars américains. Aucun pays africain iko na franga sa Congo iko nayo. Mais ndio kuko pauvre wa kwanza. Bakaweka esprit ya retard mu Congolais. Pendant 25 ans, masomo 26 ans, déjà uko mu retard. Parce que mtu n'a pas chance de réussir maisha yake mu 18 ans. 20 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans, 26 ans, exploit, unamaliza 30 ans, nyumba tena hautasumbukia. Kila kitu lishakuwa, nyumba, gari, 35 ans unamaliza kuzala, unaanza ishi maisha mavakansi. Mewe mu 40 ans, njoo unatafuta franga kulipa nyumba. Mu 45 ans, njoo kuna deni nyingine ya nyumba 10. Utafungiwa tena kesho juu ya franga likilimba. Unaona? Unaweza tu kufa mwa hivi tu na uyo kwenye uko naenda. Parce que mzungu alitukonye akayua hapa tunabareisir. Mais ye akaandika time is money. Muda ni pesa. John angalia esprit ya Congolais ni retard. Retard. Mariage 9h, mimi anakia na 11h30. Anakuambia niko Congolais. Retard. Hapa niko nasikitika mwa hii programme ya election. Ba candidat tuko navo, tuko na besoin ya 9 députés Goma minawaza. Députés nationaux, je pense qu'il y en a 9. Mais à cause maisha kwa plus ya 1000. Na ukiongea na kwambia nataka pigania nchi, siingie mwe FARDC. Aende Masisi huko. Umwali kia anambia au professionnel kambia tuko na umoja. Kila mtu anapenda, na mimi ni postile. Haiko kusema wanapenda Mungu, ni kutafuta kukimbia mateso. Haiko kupenda nchi samani. Ni kuongeza mateso juu ya ingine. Paske wengine wanajisumbua bure. Hii ni kitu ya kwanza iliua mkongomani. Science. System. Unaona ile mnasoma pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 30 ans, ningikuwa president, mnaweza isoma pendant 2 ans au pendant 1 année. Namaliza yote. Parce que kwa wazungu pratique ni mingi kushinda teori. Mais chez nous, théorie njo mingi kushinda pratique. Muko natembeza gari mu teori, tia vitesse. Tembea kwa maotekolo utachoka. Tia vitesse, vum, vum, vum. Ile ni miza. Mais mtoto wa mzungu angali mdogo wanamtia mujue, anaanza pole pole.
Mu 2 ans wanaanza mtia kuvola pole pole. Mu 5 ans anaanza na akili yake nafunguka. Pole pole. Baka tusumbua na elimu. Mtu anasoma ekonomi panda 6 ans me ana takitu mkonti. Najiuliza kama ni ekonomi wa nini? Hana. Mtu anasoma relation internationale na ma conflit ya trop mu quartier. Sasa uko mu relation za nini? Na unaona kama inchi ilifungwa pasipo kujua. Mzungu akatupigia pale. Arme ya pili bakaleta religion. Makanisa ni kitu ya pili yenye huwa Kongo inaua Afrika. Plus ya 2000 l'église mobile moya. Mais hakuna kitu nye kanisa inafaa juu ya taifa. Mnaingia mukilte 7h, mnatoka 16h, wanakuambia muda ni wa Bwana. Donc ni grupe wa masikini tu wenye bana akili. Biko natafutia ufalme wa mbinguni, wanashindwa kujua kwamba hakuna gisi wende mbinguni kama uliyeshuwe kudunia. Saa iko mjehova nisi, asubuhi iko mchumba ingine ya maombi, ingine kesho yake iko pale. Promesse unabii 17 mais hakuna realisation. Wale Chinois mweko na kuexploiter, yeye alienda funga na alienda omba wapi? Onction ikishuka kila mtu ni prophète, kila mtu ni apotre, kila mtu ni pasteur. Lakini wengine onction ikishuka mtu anafungula entreprise. Ikishuka mtu anafungula business. Ikishuka mtu anaanza politiki. Meshie tunafunga watu wengi watapigania sadaka kesho. Lundi kilte, mardi, mercredi, samedi, dimanche kilte. Na ni kilte za kufanya saa 5 muko mukilte, saa 7 muko mukilte. Na wiko nakwambia usiogope, Mungu anakujua. Wewe lazima kujua kila kitu kina wakati wake. Prier sans cesse, haiko prier tout le temps. Meneza omba saa hii na saa ingine, mimi nafanya kazi ingine. Ombeni mutapewa, tafuteni mutapata. Na nilisema hapa asubuhi, kuna vitu ifo mkorije kwa maisha ya kiroho. Depuis aliolewaka, haonekane tena shashi wazia. Mesi ashaolewa. Munapenda tena? Haonekane. Depuis alipata kazi, haiko tena kia mukilte. Aishapata kazi, atakia dimanche. Mkwe munaelewa kama kuna wakati yenye utaweza omba na kuna wakati yenye majibu ya maombi inafika. Tumika utakuya omba. Mimi naacha ile kazi, haita nitenga na Mungu. Nama alikwambia kama kukua mkazi kuacha Mungu. Hawezi kuwa tu mkazi na uko na Mungu ndani yako. Mubiro yako rabrosaka kente kerebosaka. Unageuka huku, baba mimi natuma cha 10 kule. Isaidie kazi ya Bwana. Hata roho na akili. Muitie mkichwa hiki kitu. Hata wenjo naombaka sana, hautaombaka sana kila siku. Tia ile mkichwa. Kama ni majene na mapriere, si tulishafanya majene hatuwezi sabia. Ma 7 jours sec, ma 120 jours par an. Mais kuna wakati yenye hautaombaka tena vile. Soit ebuze, soit malaise ya mwili, au soit accomplissement za promesse. Utafanya tena 7 jours sec uko mvoyage Los Angeles. Kesho asubuhi niko Chine. Kesho yake asubuhi alishuka Dubai. Maombi ikisha jibiwa, mtu tena haombaki sel kwa kanaomba. Même Jésus alfa 40 jours une seule fois mparcours yake. Mais sasa wewe kila juma nimepanda tena kutafuta uso wa Bwana. Hata mgongo hautaleta. Ile kwenda kumilima ni vizuri, mabadiliko iko wapi? Panda kumulima orgueil, anarudia orgueil. Panda kumulima pauvre, anarudia pauvre. Moise alipanda kumulima, sasa alirudia sura yake ilibadilika. Tunataka vitu yenye iko na maresultat. Maisha ya kiroho haiko maentraînement sina resultat. Maisha ya kiroho ni surnaturel. Nikiomba lazima Mungu aonekane. Usijivunie maombi, usinipresenter maombi, ni presenter resultat za maombi. Njo Yesu anasema watakapoona matendo yenu watamshukuru Mungu. Intercesseur mais aussi mendiant mu quartier. Uombe Mungu na uombe watu. Compréhension sur la parole de Dieu ilikuwa mubaya sana. Et nous devons changer ça.
Inawezekana. Asubuhi mpaka magharibi mukili, tena kesho asubuhi mpaka magharibi, kisha kuna kwa seminaire ukemea pauvreté. Mais ule pasteur njo mokemea? Parce que time is man. You make me busy for nothing. Umenichukua mchana mzima, hakuna kenye mimi napata. Tena ukemea pauvreté? Pauvreté hakuna inchi ilitoka kwa maombi. Ilitoka kwa kuelewa, kwa kazi na kwa kuishi mzuri na watu. Kama kuna inchi watu walikemea pauvreté, Kongo ni ya kwanza. Lakini jo pauvre ya kwanza iko. Makanisa ukifika mwa kilte sai deliverance. Ukienda mwa ile kilte pale laana. Ukienda mwa ile kilte pale pauvreté. Ukienda mwa ile kilte hapa chini shetani. Ukienda mwa ile kilte pale chini bale bana Mungu shie jo tuko na Mungu. Ukienda kule luanji ishatosha yasho mpaka sai na wengine hata nao. Sasa unaenda angalia wale watu yote maisha yao saa kutoka ni wale. Fika ma pays arabe les musulmans travaillent. Chaque vendredi ni siku ya saba yao. Wanafunga kila kitu. Mais ile siku zote biko ndani ya kazi. Leo ni ba petrodollar. Mswaze mnashinda wa musulmans franga. Banatushinda kila kitu. Or mwenye anakushinda pesa anaweza kudomine. Kazi ya kanisa nini? Nye mnafikiri Bukristo iko mkuacha busharati wala mkuacha pombe mwakili yenu? Amuye kama uko mpagani mwafaki busharati? Hakuna pae mwakunyake pombe? Wona waza vile uko Mkristo manake ukosaki? Sunangukaka wewe. Tunafaka zambi usiku na mchana. Parce que maandiko nasema na mtakatifu aendelee ajitakase juu ya nini? Manake si iko na pani fulani. Ndio maana ajitakase. Mena nyemo nafikiri Bukristo ni kuacha tu pombe, shakaacha kupigana mkartier, nishakaacha niko Mkristo. No, Bukristo haiko ile. Bukristo ni puissance. Kitu ya kwanza ya Bukristo ni kurecevoir Yesu anakaa mroho yako. Ya pili ni changement ya cœur. Ya tatu ni changement ya mentalité. Ya ine ni kwanza weka watu waishi juu yako we. Unaanza saidia watu. Menoko najivunia siku nyake pombe nishaokoka. Il y a même des païens venye bajue pombe njo nini. Nisha changer jina sipake tena Zaina nisha kwa Dorika. Dorika haita ogopesha Yesu. Mkristo kwenye naishi ana faire sentir watu royaume ya Mungu pale na upendo wa Bwana. Bale ba Kristo yote Ancien Testament kila mtu alikuwa na défaut na faiblesse yake. Mais puissance ke bali impacter na watu. Si on nasema Joseph alikuwa intercesseur, c'est un politicien, ministre, mais aliimposer royaume ya Farao kujua kama Mungu wake ni Mungu mwenye haki. Mais na Bukristo ya kujimilitia mkanisa haiko Bukristo. Bukristo yuko au-delà ya 4000 ya kanisa. Mtu ana sentir que cet homme c'est un homme de Dieu. Il a la puissance en lui. Nani kona amen zaidi ya mwenzake pale? Maposte yote kuonishe ba Freemason. Maposte kuma organisme ni ba Rosicroix. Nguvu ya Wakristo wako wapi? Mpaka mnafikia mniveau mtu akikuwa millionnaire mna conclure kama ni Freemason. C'est-à-dire kanisa haina resultat. Inafika wakati yenye bendera itapanda. Kuko maenseignement ya kuvuta. Kama mtu anaingia kwa Yesu mara ya kwanza, anafanya confession ya péché. Nilikuwa mzinifu, nilikuwa muongo, ana recevoir Kristi. Ile confession yake inaishia pale. Akishaingia ndani ya Yesu, akianguka ndani ya zambi, hana besoin ya confession. Hana besoin ya kirdam. Iko na besoin ya kujitakasa mwenyewe. Anarudia kwa Mungu. Ndio maandiko nasema na mtakatifu aendelee kujitakasa. Parce akienda fanya confession inakuwa skandal. Unapanda hapa tu, nilikuwa naimba, niko mlosi mbele ya watu yote. Watu wanasema manake Mungu hakuwake tena. Kama anaweza kuwa hivi, Mungu hakuwake tena. Mtoto akianguka, bana msimamishaka. Mtu mkubwa akianguka, yeye peke iko na nguvu ya kutoka chini na anasimama asiskandalize watu wengine. Mais voilà maenseignement zenu
Simama mbele ya watu ueleze ushakushe na 200 personnes. Na shetani mimi namfezereka. Unafezereka wewe na tate yako. Tukisha okoka lazima ukuwe na matrizi ya kujua kwamba hii siwezi ifanya maisha yangu. Na hii nikiifanya maisha yangu siwezi ishi hivi, lazima nijitakase. Mkristo hawezi ombea mjane apate chakula. Mkristo kazi yake ni kuweka wajane, kuweka mayatima, kuweka wasiojiweza. Mungu saidia wasiopata nao wapate. No. Wende tafuta wajane. Tafuta mayatima. Presence ya Mkristo mkartier, ile quartier yote lazima iulize anaombeaka wapi. Mais toi tu pries à Jéhovah Nisi, mais wewe na voisin kwa mwezi ongea. Parce que hakuna Ukristo nyeko mwe, ulifundishwa kama kila mwenye muombake naye ni mlozi. Mwanzo mpaka mwisho ya enseignement, ukiona mtu anywele ya jaune mlozi. Mtu mwana kitambala mlozi. Ukiona mtu wa milomo ya rouge mlozi. Njo saa unatoka mkanisa kila mtu anageuka enemy. Mais hatuna besoin ya kuonesha grandeur ya shetani hapa. Tutakuonesha grandeur ya tout puissant. Na kule kwenye utaenda utadomine. Kukuwa Mkristo haiko jina, c'est une puissance, c'est une force. C'est un pouvoir de la domination. Kote kwenye nafika Mkristo, il faut magicien na tikisika anajua kwamba il y a un homme qui arrive ici. Hemi sikonyake pombe. Si tulikomala tunyake pombe mpaka leo. Haiko tazu ya Mkristo. Nature yangu siwezi onja pombe. Au-delà ya vile ushaka acha, jifunze savoir vivre. Jifunze kumanifeste amuru ya Mungu. Unaweza okoka na upendo haiko ndani yako. Mtu wote mwenye roho ya badilikaka hayaokokaka. Yani ngali vierge. Angalie. Kukuwa vierge haiko preuve ya Ukristo. Na sura nao inaweza faa kuwa vierge. Kaya vierge. Mbiblia mwana wavikira wapumbafu. Kusoma mbiblia kule wavikira 5 wangapi? Wapumbafu. Haiko tu wavikira, waliendaka. Asubuhi maombi, magharibi maombi, munyumba uko impoli mbele ya bwanako. Kwenye unachuruza msoko kuna conflit na kila mtu. Achijaka m80. Frère, Jéhovah Nisi inapashwa leta reforme. Amen. Ukinipa maragi na nisha kula maragi tanisaidia nini? Présence ya kila vision, nouveau message. Makilipabilité ni kwa hivi vision zambi zinanipita, zambi ya wazazi yangu, ule maljenga serena yeye hana zambi. Yeye haiko mtu. Si ni mtu. Alijenga juu ya nini? Ni magicien. Magicien wa wapi? Mtu anakamata maisha yake au sérieux. Anafanya business yake, ana réussir. Kisha mnamuita magicien. Bo wewe mwenye uko magicien, uko na nini? Hange na watu wote kono leo na mafranga tuwaone sawa. Hawezi kuwa maskini na uko na roho mbaya, utakufa sasa. Wewe ifo kujua kama huyu Mungu mwetu tuko nafundisha hapa haiko Mungu wa maisha ya kulomba. Servir Mungu panda 40 unakufa bila heritage ya kuachia watoto. Ulitumikia Mungu gani? Tutabomoa misingi ya zamani. Tutajenga misingi ya mpya. Na ile itafanyika hapa. Oh, uliolewaka, ukadivorce, ukufe bila kuoa. Tate yako. Mtu alikutana na mashida kisha namwambia akufe bila kuolewa. Wewe naye mweshaonja bunyumba. Unajua ile kitu? Utese tu mtoto watu mwachane na kisha akufe vile. Njo prison bazungu balaletea zili. Anaba condamné. Mefika kwa bazungu, hata wale wa pasteur ya bazungu wanani hawakuwake na mizaa. Kifafa mizaa na kuambia wende kwenu. Siwezi kosa mbingu juu yako. Me uko naambia kifo kitawatenga. Njo mnaanza ombeana vifo na kuna mtakufa mbio.
Mtu aolewe wala kuoa juu ya stress. Mtu anaoa juu ya kuolewa na mwingine juu ya repo. Na hiyo mimi naolewa, mimi naoa juu nipate nini? Repo. Mimi na repo igeuka mzigo ya misumari, mtu anaweza itua polepole. Unajua Mungu atupe nguvu. Kuingia yako hapa itakuwa kupona yako. Kuwafunga mkichwa. Ushasikia parole, ushafunguliwa, ushasamehewa. Kuna kia mwingine mjumbe, mwanadamu tubu dhambi za ndoto. Angalia, mwambie mtumishi usinizoee. Mungu. Pourquoi tous les Mungu anakumbuka tu mabaya? Mungu gani mnafundishaka? Mtu mwana anambia, "Oh Mungu kunapiga Kongo, juu maovu inapiga." Ngambia, "Akose kichwa haiko sawa." Kuko pei naheshimia Mungu saa Kongo. Na mwizi wa Kongo anatia Mungu mbele. Mwizi anakuambia Mungu nitangulie. Mwizi. Kuko mainchi, mimi nimefika inchi zile kama Mozambique, Maswaziland kule. Kule pasteur wa kujeshimika na wanamke 5. Ndio pasteur mwiko hivi. Kule inchi isharuhusu inchi zingine banamke biko mingi kushinda wanaume. Sasa inchi nasema mfaa hivi. Batu wiko nazini muibambazi. Na usiseme, ukisema wanakutia mprison. Kisha wote niambia, Kongo? Na Mbaraga huko anavala bien. Iko hivi mkanisa kimya na ni Mbaraga tu mimi. Na jina yake Sasa shie ni kutuonea. Ifo watumishi ya Mungu wasimame ba declarer vérité. Na itawezekana. Religion ina contribuer malheur ya Kongo. Mtu iko nakwambia na kupeleka mbinguni na nakuima hata kuonesha siri ya dunia. Mbinguni ya wapi? Raha inaanzia hapa. Na akasema Yesu hapa ni 100 kwa baisha kufundisha par exemple ukifanya dhambi hata unalomba msamaha hautasamehewaka. Ili andiko njoo unayua na unaichunga bien na unafanya dhambi. Si unaacha Mungu lote. Unasema basha sema mwenye anafanya dhambi hata natubu hata samehewaka. Akifanya tu limoya hamtamuonaka tena. Olo kuna andiko nasema hata dhambi zikiwa nyekundu kama damu ukirudi ndazifanya upya kama seluji. Mwingine mweko nafundisha, anaangalia tu mwanamke hivi alishazini. Nikamwambia kuya. Sasa kutoka peti wewe angalia mwanamke. Sasa na mimi naangalia sana. Nikamwambia pourquoi unafundisha wenye hawezi weza? Mnajua maana ya ile andiko. Kuko tu garçon Zambia, mwenye anaangalia mwanamke hivi alishazini. Peti anasema kuliko tu niangalie. Mena il faut kufundisha kanisa verite na hapana kubatia mwesclavagisme. Ukristo haiko kamba. Gisi mnakuwa mnafikiria. Ukristo ni uhuru ya Roho Mtakatifu. Roho anaweza kushukia na kuambia usisuki wake. Roho anaweza kushukia na kuambia usivalake hivi. Roho anatembea na kila mtu gisi Roho alimuita mkazi yake. Mnakisha kuwa Mkristo ya kujua kama mimi naokoka siwezi kula mai restaurant, hauko tena Mkristo. Mimi naokoka kazi ya kumonisco. Papa Jasmine Munyam utakufa. Tuko na besoin ba Kristo ku monisco. Ba Kristo mu gouvernement, ba Kristo mu armée. Kila kwenye tunafika ifo Mkristo njoo atawale pale. Kwa sababu watu hawakufunzwa. Banawaza ile njo verite kumbe ilikuwa ni loi ya kubakondane mpovrete. Nishaokoka, hakuna mwanaume na hakuna mwanamke, sote ni sawa. Mwanaume akisema na wewe useme, hatuko sawa hata tukienda choko na tofauti. Wewe mama, ukitaka uishi maisha marefu, achia mwanaume shefu. Heshimu mume wako utaishi maisha marefu. Mwanamke anayeongea, wanaume wote hawapendaki ubishi. Mwanaume anapenda hata akisema bongo mbele yako umwitiki. Hata umwambie shiri, sile parcela ya kule ni yetu asema, ndio bwana wangu haiko ile tu. Kuko wengine nefu huko. Bala anasema niliowaka. Me aba yuai.
Bwana tunataka sema sile parcela ya wapi? Baba Bintu acha bongo. Una couple ya Anania na Safira mbele ya Petro, ilibakia couple. Bwana muongo, bibi muongo, msaidizi anayefanana. Sasa muitie mkweli. Ndio nilitasema. Bwana wako ni politicien, vala sura ya politiki. Unaweza kuwa bibi ya mtu na kopere na adui ya ule mtu tena kwa bibi yake. Politisi wa kwanza alioa vizuri Mkongo, Joseph Kabila. Bibi yake mimi simjue. Lakini ni mama mwenye anayua kazi. Akiona bwana wake hana tena ushuhuda huku kuest, alikuwa anashuka Epek. Anafaa misiga anasema bofu aliwasalimia. Bofu aliwasalimia. Anawapenda sana. Unaona mwanamke yuko anatayarisha njia. Unafikiri mwelevo nyumba yeye hayapataka hata shida fulani? Inaomba mkomae roho. Njo anasema Paulo kwa Roma, mfanyike upya akili zenu, msifananishwe na dunia sasa. Donc église faut itoke mu système ya dunia. Église il faut ipate sijue imango mko na ivala, mko na imite banani. Mpagana lacha mgongo wazi, naona yaacha wazi na madoa kwa mgongo. Unaimite nani? Ni mahewa. Ikivuma matalo ya yulu na nyinyi mnakuwa hivi. Mahewa. Mkristo lazima kuwe na system ya mpya ndani yake. Kichwa inajaa roho, kichwa inajaa neno, mfuko inajaa pesa, elimu ndani yake. Kote kwa anapita anaheshimisha Mungu. Mavazi yake ina inspired. Uokoke na ufungule nganda. Nani malikwambia vile? Fanyikeni upya, même si c'est un païen, même si c'est un frère de la famille, il arrive chez toi, ni mpagani wa pombe, usimuuzie pombe. Mwempoze umwambie hapa kwetu hatupane pombe. Biblia inasema kwa Habakuki 2:15, ole wake anayepana pombe. Mpime kuheshimisha Ukristo, usikuwe na haya hata unafika kubiro, omba mbele ya watu. Baba naanza kazi. Neema ipate kwa juu yangu. Nifunike kwa damu yako. Fie mwa walimviole Tanzania. Haiko teatre. Mbele ya kutaka kumvula mwache kwanza. Nisha kwa busini viole. Niko tayari. Anavula manguo peke. Asema Mungu nishukuru Mungu. Baba leo wananiviole. Nilisimama atanivula kwa kwanza. Akuwe ndo azimu maisha yake yote. Na sikatale njoo waliko hapa. Mungu nisaidie. Mwenye ataniviolaka. Akufe maskini maisha yake. Kusema amen. Basha kamata manguo peke wanatoka banaenda. Wanasema huyu haikuwa kuviole huyu. Mweko nasema vile. Atamu avyo mizilima hana haya kuabudu Mungu. Anapigaka magoti 12 kienea. Menyi mko na haya kutembea na Biblia. Haya kutembea na Biblia. Haya kusema imani yako. Haya kusema kwa naombeaka. Yesu anamvula manguo Yerusalemu yote. Bahati ya Yesu akukua WhatsApp. Anatundukiwa bila hata sous-vêtement. Alipofuka akaambia wanafunzi, mtakuwa washuhuda wangu. Na mwanzie wapi? Ndio maana Paulo alisema hatuonee injili haya. Pourquoi sema one haya? Maana yake vilikuwa vya haya kushuhudia mwalitundika buchi. Atuonee haya kuwa na fiere ya imani yenye uko nayo. Vile uko tenda kumoto mwambie niko na imani kushinda madepite ya Kongo, ndaenda mbinguni. Kama ni 5 ndaenda mbinguni. Kama ni 6, tu dois témoigner ta foi partout. Na wale watoto walio nao waingize ndani ya imani ya Jehova Nishi, wajue Mungu tulio naye ni Mungu wa aina gani. Ulianguka ndani ya dhambi, simama kunguta manguo, endelea safari ya kiroho. Hauko esclave ya watu wanasema nini juu yako. Tena kwenye maandiko iko mbaya inasema na muongo ni mwenye dhambi mbingu hataingia. Muoga ni mwenye dhambi, mzinifu mwenye dhambi, mwizi mwenye dhambi. Maintenant chaque jour on vous prêche sur les liens de la famille. Unafunga juu ya laana ya jamaa, unafunga juu ya laana. Sasa tangia siku gani kama kanisa haikuwa meziri kuvunja laana ya jamaa itanipeleka mbinguni?
Unaombea lien leo, unaombea lien. Zinaotaka. Et puis prière yote nye ina résultat ni poison kwa imani ya mtu. Ça doit changer. Je le déclare Dieu de cette chair. Dieu a besoin d'une nouvelle révélation. Une révélation des vainqueurs. Batu wenye bouger Congo juu ya parole de Dieu. Na watatokea hapa Jehova Nisi. Pokea ile kitu. Geukia 3-4 personnes mwambie mbinguni naingia mwenyewe. Nani kona amen saidi ya jirani yake? Nani mwanabarikiwa asimame afanye tu hivi pale kwenye. Sema I receive. I receive. Angalia, wewe kuanzia wewe na watoto wako muko mgeneration ya revolution evangile. Na kote kwa mtafika heshima itatokea. Kaa chini nikwambie kitu. Monde haina besoin ya discussion ya madeba inutile. Monde kuna besoin ya resultat. Unajua Mungu sawa kwenye unajua Mungu mlozi asikale karibu yako. Parce que quoi chrétien ni force. Ni puissance. Hawiyalotaka mtu anataka kupiga mundoto na muingiza kisu. Unaua mtu. Unasema mbona niliua? Kiroho uliua mchawi bila kujua. Mkristo lazima aanze ogopewa kote kwa iko napita. Mena unaombaka, unafunga, unatoa sadaka, uko na culpability nya ujue kwenye utaitoshea. Mlifundishwa Mungu gani? Maisha ya kiroho lazima ibadiliki. Watoto wetu kuanzia leo ile masomo yenu ya bure muwasomeshe na muwatie makazi. Anasoma anarudia mbutiki yako. Anasoma na mfundisha kazi. Basi bakilie elimu na abana pratike kwa maisha yao. Ukitaka usaidie mtoto usimpe pesa, mfundishe kutafuta pesa. Watoto wetu wanakomaa maskini hawana chochote kile. Fika Kinshasa utalia machozi. Wite registre kinua chatia pombe mbarabara. Kwanga nyama ya kuchoma makayao. Miziki nchoko mpaka huko. Fika mabutiki ba Libanais, ba Indien, ba Chinois. Mnapenda nchi iponea. Discussion ya musicien fulani. Munaangalia ba garçon 40 hayaowaka. Kumbe hana chochote mfuko. Ni français ya vilema. Inchi zingine zitumike chetu wakilie muziki. Kongo ncho inchi ya kwanza ba musicien. Fika Beni kwenye biko nakata mtu kichwa. Banampasula roho. Banachia roho pembeni na mtoto mtumbu wanamtia pembeni. Banakata mtu maziba, banakata mwanamke maziba, banachia pembeni. Banaua plus ya 36 personnes na gouvernement haitasema kitu. Mbili kufetu France ville, monde yote itayo. Inchi gani yenye iko naishi sai? Et puis soi-disant il y a des prophètes. Penye wote naonaka hiki na hiki. Pourquoi mkono wale wanatokea? Kutana watu mkanisa wanachinja watu plus ya 34 personnes mkanisa. Mulikuwa wapi? Mungu anataka kulamusha kizazi mpya. Ancien Testament balikuwa na consulter prophète. Anaambia itakuwa namna gani? Itatokea, anawapatia kila detail. Pana kujivunia kujina yangu na wewe nitabiri jina yako na yuko prophète. Hii nchi ni ya Mungu. Na kama ni ya Mungu, ifo mambo ibadilike. Kila politicien magicien batakufa na hemorrhoid. Batakufa bale biko natumikia Mungu chini ya dawa na magie, batakufa na hemorrhoid. Parce que Mungu anabakia Mungu. On ne peut pas blasphémer Dieu. Itabadilika. Ambia mwenzako itabadilika. Unaespere utajiri na hauna kazi. Utaiba. Mungu anabariki kazi ya mikono ya watu. Hapana maombi ya kufungula kinywa. Ukiombea, tunaona mtu anaingia mkanisa huko. Plus ya 15,000 personnes. Tuko na besoin ya 15,000 voitures pale. 15,000 voitures. 15,000 personnes, 15,000 voitures. Kwa na yako. 15,000 personnes, 15,000 maisons. 15,000 mariages. 15,000 réalisations.
Kwa sababu ukishafunga watu mingi bana pesa karibu yako, njoo sumu. Njoo kupigana, zile franga zilienda wapi? Mtu akitoa anamfuata nyuma, na mimi unisaidie. Maisha yako mbaya parce qu'il y a la pauvreté mkichwa. Kutumikia Mungu haikwambia hawezi fanya business. Mzatumikia Mungu hapa na uko na bisi mbarabara. Unatumikia Mungu hapa na kampuni yako inaendelea. Pourquoi tunabalomba ofrande kila siku? Parce que hakuna haiko juu mbarikiwe tu. Hatuna maresources ya kila aina. Kama tungelikuwa na masomo, university, mungitoa kila siku. Sasa mnatoaka loyer parce que mungali bapangai. Sasa mtahama, mtatoa tena loyer. Maisha ya kiroho kutoa haipashi kwa ya kusukumana. Kutoa na kwa ya kujisikia. Mtu anasema ndafanya hivi kwa ajili ya Mungu. Simame nisisikie mbaya.